Mtazamaji wa Ebeneza TV, tumekuwa tukupa update kupitia mitandao ya kijamii Instagram, YouTube na Facebook kwa anwani ya Ebeneza 24 TV. Kile ambacho tunaendelea hapa Budewa mkoani Kilimanjaro, ambapo ni mazishi ya ndugu yetu, rafiki yetu na mwenzetu Eric, ambapo siku chache alipata ajali, na hapa tunaweza tukazungumza na mmoja wa familia, anaweza kuzungumza neno ambavyo namfahamu Eric na ni mtu wa namna gani. Bwana, mambo vipi? Hebu tuambie kwa majina, unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Valens Daniel. Valens, tuanzie hapo hapo. Eric alikuwa mtu wa namna gani hasa kwako binafsi? Eric alikuwa ni mdogo wangu, nilikuwa nampenda sana, na sio kwamba ni Eric. Kwenye familia yetu tuna kitu ambacho ni kimoja, ni kitu ambacho tunakuwa pamoja, tunakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo kama kimfano unaweza kukuta kipindi cha mwezi wa 12 tunaweza tukakubaliana, mimi kama kaka nikawaambia wadogo zangu kwamba tunafanyaje kuhusu sikukuu. Basi kila mmoja akawa anasema kwamba mimi nitatoa kiasi fulani, mimi nitatoa kiasi fulani, basi tunafanikisha ile sikukuu. Kwa hiyo kingine ni kwamba Eric amekuwa ni mdogo wangu ambaye nampenda, na sio kwamba ni Eric, tunawapenda wadogo zangu wote. Tumepoteza mtu wa namna gani kwenye jamii hasa kwa familia? Kwa familia tumepoteza mtu wa thamani sana. Kwa nini nasema ni mtu wa thamani? Kwanza ni mtu ambaye alikuwa anajali wazazi. Cha kwanza ni kwamba alikuwa anajali wazazi. Hata juzi hapo wakati tunaongea naye kabla ya ajali, alikuwa ametoka kumtumia mzazi hela, akasema wewe nitumie mzazi wangu hela kula. Kwa hiyo na mimi pia mimi ninasoma chuo cha Biblia na graduate mwezi wa 11 tarehe 29, na kutokana na kwamba familia yangu na wadogo zangu jinsi tunapokaa, nikawaambia kwamba mimi kaka nafanya graduation chuo cha Biblia, kwa hiyo mtajigusa kiasi gani? Kwa hiyo kila mmoja aliweza kujigusa, na wiki iliyoisha ndipo alinitumia mchango wake kwa ajili, akaniambia kaka, chukua huu mchango, mimi niko Dar es Salaam lakini kuna mtu nimempa akutumia hela kwa ajili ya graduation yako. Nikamwambia mdogo wangu, hamna shida, Mungu akubariki sana, Mungu akutangulie. Kwa hiyo na wadogo wengine nao wakaendelea kutuma michango. Kwa hiyo nilichokuwa nakisubiri ni kwamba tarehe 29 nilikuwa nafurahi kwamba pamoja tutakuwa pamoja siku ya graduation, lakini juzi wakati siku ya Ijumaa ilikuwa niko kazini, kapigiwa tu simu na kakaangu ambaye yuko hapa Mgagao, ambaye ni Karani Mifango. Aliponipigia simu akaniambia na taarifa yote, sina taarifa, akaniambia Eric amepata ajali. Kwa hiyo nilipata mshtuko mkubwa sana, sikujua atanifanya nini, lakini bahati nzuri mtu ambaye nilikuwa naye aliendelea kunitia moyo, akaniambia usiogope, na mimi nikamwambia hakika siogopi, acha nikaze. Kwa nini nilijikaza? Basi ikawa ndio taarifa tukaanza kuzisambaza na nini, ndipo tulipoamua kwamba Karani Mfanga na mdogo wangu ambaye anaitwa Mganga, basi wao na Tade wao ndio waende kule na Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia. Basi nikamwambia nendeni, mimi nitabaki hapa nyumbani kwa ajili ya taratibu zote za hapa nyumbani. Walipoenda kule ndipo wakaniambia ni kweli na tumefika, jana ameumia sana. Basi tukaamua kulipokea, nikamwambia wazazi basi tulipokeeni na tuendelee kufanya utaratibu wa kujua tunafanyaje kuhusu mazishi. Kwa ajili ya mtazamaji wetu, unasoma chuo gani? Mimi nasoma chuo cha Grace Bible College Kisoko, ambacho kiko Moshi, barabara ya Mawenzi. Okay. Na tunazungumza sana Watanzania na vijana ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, YouTube na Instagram na kwingine kote kule ambapo sisi tunakwenda. Tunaomba kama mchungaji sasa tupe msimamo wako juu ya msimamo wako au ushauri pia kwa vijana ambao wanatutazama, hasa kwamba tumetazama video inayohusiana na msiba wa Eric, lakini katika hilo mchungaji ametuambia mienendo yetu au jambo hili ametuambia tuondoke nalo sisi kama Watanzania na vijana ambao tunategemea kwenye jamii kwa ujumla. Mimi kitu ambacho ninachoweza kukisema kikubwa zaidi ambacho ninachoweza kukisema, ninasema kwamba tukiwa hapa duniani tumtumikie Mungu. Kwa nini ninasema tumtumikie Mungu? Kwenye Biblia kuna historia moja ambayo naweza nikaisema. Kulikuwa kuna tajiri na maskini. Yule maskini alikuwa anakaa pale mlangoni mwa tajiri, lakini yule tajiri akawa anakula makombo yale ya yule tajiri. Lakini baada ya hapo yule maskini yule tajiri akafa, akazikwa. Biblia inatuambia yule tajiri alipokufa alizikwa, lakini haituambii kwamba maskini alipokufa. Ilituambia maskini alipokufa alienda akawa yuko kifuani kwa Ibrahimu, na yule tajiri wakati akiwa kule motoni alikuwa akajikuta kwamba alivyozikwa na
wengi na nini na kusifiwa kwamba alikuwa tajiri na nini. Alipofika kule motoni akajikuta kwanza alipofuata alikuta yuko anaibukia motoni. Wakati akiwa pale anaangalia juu, anamuona yule Lazaro ambaye alikuwa pale nyumbani, alikuwa ni maskini. Anamuona yuko kifuani mwa Ibrahimu. Anamwambia Ibrahimu, naomba mtume Lazaro achove kidole chake anidondoshie maji kwenye ulimi ili niburudike kidogo, maana ninaungua sana huko. Lakini Ibrahimu akamwambia, huko uliko na huko tuliko ni mbali sana, tuwezi tukafika huko. Akawa anamwambia basi, baba Ibrahimu anajaribu kumsihi, anamwambia basi, kama hauwezi kunisaidia kitu chochote, basi nina ndugu zangu 5 wako kule duniani, basi ingewezekana basi ungemtuma mtu aende kule akawaambie habari hizo. Ibrahimu anamwambia kule wako kina nabii Musa na nani wako kule, kama hawatawasikiliza basi hata tukituma mtu kutoka huko hawezi akawasikiliza. Basi na mimi ninasema nini? Kwa nini nimeongea huo mfano? Ninaongea kwamba kama ni kijana, mara nyingi mimi napenda vijana. Napenda kama ni kijana, tumikie Mungu ukiwa na nguvu. Kwa sababu ukimtumikia Mungu ukiwa una nguvu, maana yake ni kwamba hiyo nguvu unayojitumia unajitoa dhabihu. Unaweza ukasema wewe huendi kanisani, unaenda kuchanga, unatoa sadaka, unatuma hela ziende kanisani, lakini Mungu Biblia inaposema kwamba jitoe, utoe, haiongelei kutoa pesa, inaongelea kutoa muda wako na Mungu, ukakae na Mungu. Mchungaji, tumeona mahusiano kati ya wahubiri wa zamani na wa sasa. Tunaona kuna matumizi pia ya chumvi na vitu vingine. Msimamo wako ni upi? Hivyo mimi siwezi nikapikia upande. Tumeviona na jamii inashindwa kuelewa kwamba kipi ni kipi. Jamii iko njia panda sana. Tunaomba tusaidie kwenye hii njia panda. Tunaondokaje kwenye hii njia panda? Yaani kitu ambacho ninaweza kukisema, siwezi nikasemea kitu chochote, kwa sababu ni ukiniambia chumvi, kuna mahali ambapo chumvi ilitumiwa kwa ajili ya kuwekwa kwenye maji na ile nchi ilikuwa inazaa mapoza. Ilipowekwa pale wakanywa yale maji yakatakasika, watu wakanywa wakawa haizaa mapoza tena. Ukisema swala la mafuta, wafalme walikuwa wanapakwa mafuta. Ili uwe mfalme ulikuwa unapakwa mafuta. Ndio maana tunasema wapakwa mafuta wa Bwana hatutakiwi kuwanyoshia vidole. Neno lako la mwisho kwa watazamaji wetu. Neno langu la mwisho ni kusema kwamba tunachotakiwa ni unapofundishwa Injili na unapoamua kujifunza kumfuata Kristo, soma Biblia, zama kwenye Biblia. Inataka uzame, usome ili uijue, ili hata unajua, ili ukweli ujulikane, ili uongo ujulikane na ukweli ujulikane. Ni lazima usibishane kusema kwa nini mtu unaongea uongo. Wewe sema ukweli, ili ukisema ukweli, huyu mtu akijua ni ukweli, basi ataacha, atakufuata wewe. Lakini usianze kulaumu kusema kwamba usimfuate huyo maana anasema uongo. Hapana, wewe unachotakiwa ni kwamba ongea ukweli, ili ukiongea ukweli huyu atafuata ile kweli. Kwa hiyo tunachotaka kufanya ni kwamba soma Biblia, ujue kweli mwenyewe. Ukisoma ukijua kweli, maana kwamba ukikutana na mtu ambaye anayekudanganya, huwezi ukakubali kwa sababu unaijua kweli. Okay. Umesema jina lako pale mwanzoni? Mimi naitwa Valence. Ni mchungaji Valence ambaye ametupitisha kwa sehemu kubwa kwenye maandiko, lakini pia amezungumza kuhusiana na vijana, lakini pia amezungumza mustakabali mzima wa kijana ambaye tumemsikia leo Eriki, na ametukumbusha mambo mengi sana, ametoa mifano ya kibiblia kabisa. Lakini la kwangu moja tu ni kwamba hizi ni siku za mwisho na Yesu Kristo anarudi. Watazamaji wangu, sitamani ukafika jehanamu. Kwa hiyo fuatilia video zetu kupitia Instagram, YouTube na Facebook, lakini pia ukumbuke kwamba Yesu anarudi. Bye bye. Asante sana.